kwa Yesu hatuna mzaliwa wa kwanza, na ndio maana hata haya mafundisho mnayohubiriana huko mtaani kunaisha kumkomboa mzaliwa nini, yote ni fake. Mzaliwa wetu wa kwanza ni Yesu Kristo ambaye hahitaji kukombolewa, maana yeye mwenyewe ndo mkombozi, ametukomboa sisi. Nyinyi mnazaana hapa mtaani, eti mkishazaana mnasema mzaliwa wa kwanza afanyaje? Unamkomboaje? Unakomboaje? Na mbaya zaidi, sisi kama kanisa, kama mwili wa Kristo, hivi Mungu akituangalia anatuangalia kwa familia zetu au anatuangalia kama watu walioitwa na kutengeneza familia mpya ya Mungu? Nazungumza kama kanisa. Yaani anajali mambo ya kina familia za kina Mushi na za kina Ngonyani na za kina Masawe aanze kuzikomboa? Hapana. Sisi wote tumefanyika kwa familia, na mzaliwa wa kwanza ni nani? Kwisha. Hii mambo ya mzaliwa wa kwanza si vitu gani yalikuwa kwa taifa la Israeli, kwa sababu kila mzaliwa wa kwanza alikuwa anapaswa kuwekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Bwana. Sasa kama hamumweki wakfu, kama hata tolewa hekaluni kwa maana afanye kazi huko, mnapaswa kufanyaje? Kumkomboa ili aweze kuja uraiani afanye shughuli kama watu wengine. Sasa hii jamaa mlevi tu yuko mtaani huko anakunywa pombe na wala hajui mambo ya hekalu, hajui chochote, unamkomboa. Unakomboa kitu gani? Eti lango la nini? Nimeenda mbali najua mtapigwa mawe muda sio mrefu. Unakomboaje mtu? Afu unamkomboa kwa lipi? Maana mlikombolewa kwa damu ya nani? Sio kwa fedha wala kwa nini? Petro amekataa. Sasa mtu anatoa hela eti ili ukomboe mzaliwa wa kwanza, unakomboaje? Ni mambo ya ovyo.